بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد, jana tulisimama katika kisa cha Zakaria na ulezi wa mtoto wa Bibi Hinna mke wa Imran alipokuwa naomba bibi kwa Mwenyezi Mungu apate mtoto wa kiume ili ahudumie Baitul Maqdis, msikiti wa Mwenyezi Mungu, kwa kuwa aliweka ahdi aliposema qalat imra'atu Imran, mke wa Imran aliposema rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharrara, nimeweka nadhiri kwa huyu aliyekuwa tumboni mwangu nitamwacha kwa ajili ya huduma huru, kwa ajili ya huduma ya msikiti wako ya Rabb, taqabbal minni, lipokee ombi langu, innaka anta samiul alim, hakika wewe ndio mwenye kusikia na mwenye kujua kila kitu. Lakini Mwenyezi Mungu, sisi siku zote tunapoomba jambo ukapata vile unavyotaka wewe, kwa sababu wewe hujui lenye maslaha na wewe zaidi kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Au Mwenyezi Mungu huenda akakutakia jambo zuri zaidi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akamjalia apate mtoto wa kike, naye ndio Bibi Maryam. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, baada kumzaa alisema ya Mola, mimi nimezaa mtoto wa kike. Taban wallahu a'lamu bima wada'at, na Mwenyezi Mungu anajua kile alichokizaa kama ni mtoto wa kike. Na pia walaysa dhakaru kal untha, hawezi kuwa mtoto wa kiume au sana mtoto wa kike. Kwa hivyo ile jambo lilikusudia Bibi Hinna mke wa Imran, imraata Imran, ilikuwa ni kwamba atake mtoto wa kiume aweze kusaidia mtoto wa kiume kwa kufanya kazi za nguvu, kazi za nje, si kama mtoto wa kike. Kwa hivyo walaysa dhakaru kal untha, mtoto wa kiume si kama mtoto wa kike. Wa inni samaituha Maryam, na yeye kamwita mtoto huyu jina la Maryam. Tukaelezea kwamba alipata kumkafiri mtoto na kumlea mtoto kwa sababu maulama wako wengi, watu waumini wako wengi walikuwa wanataka kuchukua fursa ya kumlea mtoto wa Imran huyu Bibi Maryam, lakini Mwenyezi Mungu akajalia kwamba alelewe kwa Zakaria, na Zakaria ni mtume, na Zakaria taban kamoa dadake huyu Hinna mke wa Imran, yani yeye na Imran wameoa wake ndugu. Kwa hivyo bwana Imran alikuwa mwozi mwenziwe Zakaria alayhi salam. Kwa hivyo akamchukua mtoto akamlea, na taban haijaja kwa urahisi, walikhasimiana nani amlee Maryam. Wakapiga kura, ndio ikaangukia kwa Zakaria, akamchukua anamlea. Kisa kilichoeleza katika Qurani namna gani kwamba Zakaria akaenda katika sehemu anapoabudu huyu Bibi Maryam, na akiwa mdogo bado anamkuta anaabudu. Siku hiyo kenda kumkuta ana chakula ambacho hajui kimetoka wapi, nasemekana kwa zabibu. Akamwambia alipokwenda kwake, kama aya zinavyosema, hichi chakula umekipata wapi? Anna laki hadha, jawabu yake ilikuwa qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Pale ndio akakimbilia na yeye akwenda kuomba, na yeye akaenda kuomba Mwenyezi Mungu amkirimu na yeye madhal. Mwenyezi Mungu anatoa bila hisabu, na mimi mshakuwa mtu mzima na mke wangu mtu mzima. Kwa hivyo asa nikamuombe, kwa sababu Mwenyezi Mungu hataki kufanya mambo bila ya sababu, kufanya mambo kwa kun fayakun. Anachokitaka Mwenyezi Mungu kile mustahil, wa anta idha shita ja'alta sa'ban sahla, ukitaka Mola lilikuwa gumu na lifanya liwe jepesi. Kwa hivyo alipokwenda kuomba kama katika sura Al-Imran tulivyoelezewa, akaenda kuomba, akaja malaika kumbashiria kwamba utapata mtoto anaitwa Yahya.
naye pia akampa utume. Mwenyezi Mungu kamjalia mtoto Zakaria Yahya kupata utume utotoni. Na tunaposoma katika sura Maryam zimenukuliwa aya hizi za kwamba baada kuanza aya mwanzo sura Maryam, kaf ha ya ain sad dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Hapa huu ni ukumbusho au tajo wa rehma ya Mola wako mlezi kwa mja wake Zakaria. Anaeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam maneno dhikru rahmati rabbika Mola wako Muhammad kwa abdahu kwa mja wake Zakaria, wakati Zakaria nada rabbahu nidaan khafiya, alipomwomba Mola wake dua kwa siri. Alipomwita nada yunadi, anamuita Mola wake bimaana anamuomba kwa siri. Na katika maneno aliyosema qala rabbi inni wahana al'azmu minni, ewe Mola wangu mlezi, wahana al'azm mafupa yangu yamedhoofika, yamekuwa wahn kwa dhaifu, yameshachoka, yani mshakuwa mtu mzima. Ni uslubu nyingine ya kusema mimi mshakuwa mtu mzima, lakini kaleta kwa uslubu gani? inni wahana al'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba, na nini kichwa changu kinameremeta kwa mvi. Yani tazama uslubu ya kuelezea utu uzima wake. Mafupa yamekuwa dhaifu, nywele zake zinameremeta kwa nini? Kwa mvi. Washta'ala rasu shayba, na hata hivyo walam akun bidu'aika rabbi shaqiya, sikuwa kabisa mtu mwovu bimaana shaqi, lakini hapa sijawa mtu mwenye bahati mbaya. Kwako wewe ninachokiomba unanipa ya Rabb, na kunijalia mtume si dogo hilo. Sasa ikiwa siku zote ulikuwa unanipa, sitegemei kama sasa utanyima. Sasa maneno yalionukuliwa katika surat Al-Imran ilikuwa maneno kidogo tu, lakini inachambuliwa zaidi wapi? Huku katika surat Maryam. Zakaria alipokwenda pale kwenda kumwomba, baada ya kuona kwamba ana chakula bibi Maryam naendo anamlea, anna laki hadha, alipomwona na chakula, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا, kila akienda kwenye mihraba anamuona Bi Maryam na ana riziki, ana zabibu, ana matunda mengine. Unapata wapi? Qala ya Maryam anna laki hadha, jawabu lake liko dogo. Wapi, vipi umepata vitu hivi wewe? Qalat huwa min indillah, kwa Allah, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, Mwenyezi Mungu humruzuku amtakaye bila hisabu. Na hii dalili ya kuonesha toka utoto wake na huyu alaka yake na Mola ni kubwa sana huyu bibi Maryam. Hata tukasema wanawake wane watukufu kabisa peponi, bibi Maryam na Asia binti Muzahim mke wa Firaun aliyeteswa na kuuliwa na Firaun, na wawili bibi Khadija mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bibi Fatima az-Zahra mtoto wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, wawili katika umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wawili bibi Maryam na mke wa Firaun. Watu wane hawa ndio wanawake watukufu peponi inshallah, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi. Kwa hivyo akaona inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, ikamjia pale hebu na mimi kaombe sasa hivi. Akakimbilia mbio kwenye mihrabu yake, akasali chumbani kwake kule. Alafu baadaye hunalika, manake nini? Pale hunalika daa Zakaria rabbah, kamomba Mola Zakaria Mola wake. Qala, akasema rabbi habli, hiba manake nitunze, nigei. Na mara nyingi mitume wanapopewa mtoto wanasema alhamdulillah alladhi wahaba li hiba, alinitunikia, alinitunza, alinitunikia mtoto. Kwa sababu hoja gani? Kwamba haya maji yangu ndotoa yakichanganyika na mke wangu, hata si sababu, Mwenyezi Mungu kajalia tu, hiyo si sababu. Lakini hasa mwenye kutoa Mwenyezi Mungu, yahabu, anatoa, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur, anampa hiba, anamtunza, anamtunikia amtakaye
sio sababu kwamba umeoa mke na kwa sababu ya amalia ile ya kwamba njia za kupata watoto kajalia Mwenyezi Mungu hiyo ndo njia ya kumtumia ili kupata watoto, lakini hasa riziki kutoka Mwenyezi Mungu. Na watu wanaacha wake zao kwa sababu hazai, wanaacha wake zao kwa nini? Umeshika mimba. Wallahi mambo ya Mwenyezi Mungu watu wanaingilia, wanatoa talaka za manaki wa makosa makubwa, dhambi tupu. Subhanallah. Hunalika daa Zakaria rabbah, pale pale naye kaenda kaomba, qala rabbi habli, nipe li min ladunka, kutoka kwako, dhurriyatan tayyiba, kizazi kizuri. Na tayyiba hapa maana nini? Anakusudia kwamba nini? Awe kama mimi, halafu wao mimi nipo utume, vizazi wangu wapate utume na utume uendelee. Na hilo ndio alokusudia, innaka sami'u du'a. Zama maneno wakiomba kitu wanatia sifa ya Mwenyezi Mungu, innaka sami'u du'a, hakika wewe mwenye kusikia, mwenye kuomba. Ule Nabii Ibrahim, alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq. Alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, shukrani zote zende kwa Mola aliyenipa, aliyenitunikia juu ya utuzima wangu, ala al-kibari, juu ya utuzima wangu. Zakaria anajua kwamba babu yake huko juu Nabii Ibrahim alipata watoto utuzimani, Ismail na Ishaq, na akashukuru kwa kusema alhamdulillah alladhi wahaba li ala al-kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi la sami'u du'a, hakika Mwenyezi Mungu mwenye kusikia dua. Hapa pale Zakaria kama kushtuliwa tu na kuzinduliwa na bibi Maryam alipoona chakula, akaambia huwa min indillah, qalat huwa min indillah, kutoka Allah, inna Allah yarzuqu man yashau bighairi hisab, Mwenyezi Mungu humpa mtakaye bila hisabu yoyote. Mwenyezi Mungu anampa anapopenda mwenyewe Mwenyezi Mungu. Hunalika, mbio kakimbilia kwenye msala wake, akaenda nasali, daa Zakaria rabbah, kaomba Mola wake, akasema nini? Qala rabbi habli, nitunikie, nitunze, nipe min ladunka, kutoka kwako, dhurriyatan tayyiba, kizazi kilichokuwa kizuri chenye kuweza kubeba majukumu yako ya utume, au sio? Innaka sami'u du'a. Hapo hapo fanadatul malaika, basi hapo hii fatha hapo inafuatia kitu, fanadatul malaika wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab, na yeye anasali katika mihrabu yake. Hapo usiku akamjia kumbashiria, anna Allah yubashiruka bi Yahya, Mwenyezi Mungu anakubashiria utapata Yahya. Na kwa hivyo tunapokuja katika sura Maryam, dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria, tunakutajia ya Muhammad habari ya mja wake Zakaria, mja Mwenyezi Mungu, idnada rabbahu nidaan khafiya, akaenda kuomba kwa siri. Hunalika daa Zakaria rabbah, akimbilia fil mihrab, sio akaenda kuomba huko, anaelezea alikuwa akiomba kwa siri, lakini siri inafichuliwa na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, sio ili tupate kujua sisi. Siri ilikuwa wakati ule, itakuja wakati siri inakuwa si siri tena, haina maana kwa siri kila kitu kikipita. Warabu wanasema leo bifulus bukra bibalash, anasema leo kwa pesa siri, kesho inakuwa bure. Ile siri imeshakwisha value yake, muda wake imesha expire, au sio? Kwa hivyo siri ishakuwa wakati wake umepita. Leo bifulus bukra bibalash, leo kwa pesa uipati, ile kwa tabu siri leo, basi kesho kama mchezo kishaoneshwa kwa moja tu afisa chungu zima, kisha baada kila mmoja kishajua, imekuwa haina value tena, haina thamani. Qala, akasema rabbi, ewe Mola. Anakumbuka Nabii Ibrahim alipoomba utuzimani, kwa ala al-kibar, jua utuzima wangu kanipa Ismail na Ishaq, na mimi nasema ya Rabb. Qala, anasema Zakaria, rabbi, ewe Mola, inni wahana al-'azmu minni, mafupa yashadhofika, washta'ala ar-ra'su shayba, nywele zinang'ara kwa weupe, mvi, walam akum bidu'aika rabbi shaqiya, sikuwa mwenye bahati mbaya kwa kukuomba wewe, daima ulikuwa ukinipa. Kwa hivyo naomba na hili pia unipe mtoto sasa. Na utu uzimani tena, mshafika mtu uzima, mafupa yasharegea, nywele zinang'ara, zinameta. Kwa nini? Kwa weupe wa mvi. Ina maana kwamba nini? Hoja za kupata mtoto sina. Mke wangu kishafikia umri wa kutokuzaa, maana kishapita miaka 45 mwanamke na kwa yale maji ya uzazi hayaji tena. Na kwa hivyo miaka 45, 47, 44 inategemea kila mwanamke na wakati wake, lakini kishafika utu uzima, kishapindukia 60, 70, 80, inakuwa tena si mwanamke wa kuzaa. Wa mraati aqib, mke wangu tasa,
mimi mwenyewe shafika utu uzimani wa udhaifu, hata maji yangu hana nguvu ya kuweza kufanya mtoto pengine. Walam akum bidu'aika rabbi shaqiya wa inni khiftu almawaliya min warai, wa inni khiftu almawaliya min warai, na hakika mimi na wakhofia jamaa zangu min warai, wanaokuja nyuma baada yangu. Wa kanat imraati aqira, na unajua kwamba mke wangu tasa. Hoja kwamba nayo sababu ya kupata mtoto sina, sababu kubwa ni kuombe wewe unitunikie basi, na maisha unanipa kila kitu ya Rabb, kwa hivyo na hili jingine naomba. Wa imraati aqira fahab hiba, fa basi habli, nitunikie, nipe zawadi. Fahabli min ladunka, kutoka kwako unipe nini? Waliya, mrishi atakairishi hii kazi yangu ya utume. Na akaelezea waliya wenyewe, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, atakuja kunirithi mimi na kurithi vizazi vya watoto wajukuu wa nani? Ali Yaqub. Kwa sababu nasema sisi baada ya mtume Ibrahim kupata watoto wawili Ismail na Ishaq, Ismail kizazi chake hajapata mtume ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam bas. Ismail mpaka Muhammad ndio upande wa Arabu. Ama upande wa Ishaq mtume, mwanae Yaqub mtume. Yaqub kazaa yeye ndio anaitwa Israeli. Kwa bani abna Israeli, watoto wake 12, kila moja katika matumbo 12 ya watoto wa Yaqub, akiwapo Yusuf na Binyamin ndugu yake na 10 wengine, kila moja katika matumbo 12 haya yakawa wanatoa watoto, vizazi vyao vimetoka mtume katika kila matumbo haya mpaka anakuja nani? Zakaria. Halafu Zakaria anakuja Yahya, halafu anakuja Isa. Mitume upande wa Bani Israeli anaisha kwa Isa na Musa katika wote, Musa, Haruna, Dhulkifli, Waliyasa, wa Dauda wa Suleiman, hao wote katika vizazi vya Yaqub, watoto wa Yaqub, matumbo ya Yaqub mbalimbali. Hata alipoambiwa kwamba wasigombane, akaambiwa dhrib bi'asaka alhajar fanfajarat minhu 12 aina qad alima kullu unasin mashrabahum. Musa alipoambiwa piga fimbo ili wapate nini? Pate kutoka chemchem mbalimbali, ikawa kila kabila, kila tribe wanakuwa na nini? Na maji yao. Tribe hapa tukija sasa, anataka yeye watoto wake nijalie, habli, nipe, nitunikie, min ladunka, kutoka kwako, waliyan, mrithi, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, na apate kurithi katika ukoo wa Yaqub, kwa sababu Zakaria na Imran na Musa na Haruna na nani, hao wote katika watoto wa Yaqub. طيب waj'alhu rabbi radhiya, alafu umjalie uwe mwenye kuridhisha, awe nani? Awe mwenye radhiya, kuridhisha, yani awe mtoto mwema wa kuweza kutekeleza yale mtume. Basi hakujachelewa, pale akaja malaika na kumwambia, na huwa qaima yusalli fil mihrab, kama Mwenyezi Mungu anakubashiria nini? Bi Yahya, na jina kapewa kule katika Al-Imran. Imesema katika hii sura Maryam, Mwenyezi Mungu anasema ya Zakaria, anatuelezea Mwenyezi Mungu kwamba pale anakuja malaika anaambia ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, tunakubashiria utapata mtoto wa kiume, jina lake nani? Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samia, hatujajalia mtoto kumpa jina hilo yeyote kabla yake Yahya na mara mwanzo. Hata anasema sumia Yahya li Yahya, kama Sheikh Sharawi anasema ameitwa Yahya ili awe hai daima, li Yahya ili abaki hai, kwa sababu kauliwa mtoto kabisa, naye ndio kwanza mtume hajachukua muda Bani Israeli wakamua. Kwa hivyo anayekufa shahidi siku zote anakuwa hai kwa Mwenyezi Mungu, kwa hiyo anakuwa daima hai kwa mujibu aya mbili zilizokuwa katika Qur'an. طيب ولم نجعل له من قبل سميا, na hata hivyo mshanibashiria utanipa mtoto, na malaika wamekuja kumwambia sasa na wasiwasi bado, hatakuwa hakika. Sasa ukiambiwa kitu, hebu njoo niambie tena, mimi sijafahamu, sijasikia, kishasikia lakini hata kanini
atakujua. Sasa anasema qala rabbi, sasa naomba na Mwenyezi Mungu akisema kun fayakun, sio lazima sababu tasa sijui la pembeni weka, madha kitaka Mwenyezi Mungu anakupa. Sasa unauliza nini? Lakini shauq na hamu inamfanya ulize. Anasema Zakaria qala rabbi anna yakunu li ghulam, vipi nitapata, kaifa yakunu li ghulam, vipi nitapata mtoto wa kanat imraati aqira, na hali mke wangu tasa وقد بلغت من الكبر عتيا, na hali mimi nimefika katika uzee wangu mpaka nikaa mkongwe kabisa, ukongwe hali ya juu kabisa. وقد بلغت, na hali nimefika mimi min alkibari, katika ukongwe wangu nimefika itia, katika uzee kabisa. Shebe, kongwe, uzee, yote pamoja changanya. Subhanallah. Qala kadhalika, hivyo ndo hivyo anavyotaka Mola wako. Qala rabbuka, amesema Mola wako hivyo atakupa. Huwa alayya hayyin. Qala rabbuka, ba Mola wako amesema, Mola wako mlezi. Huwa amesema maneno haya, huwa jambo hilo kukupa mtoto hata ikiwa tasa na wewe mtu mzima ushafikia uzee. Huwa alayya hayyin, kwangu mimi ni jepesi hilo. Ya Zakaria anajibu hivyo. Waqad khalaqtuka, na ilhali mimi nimekuumba wewe kabla, min qablu wa lam taku shay'a, hapo zamani nilipokuumba wewe hukuwa kitu, na nimekuleta duniani. Kwa hivyo hili si jambo kubwa, au sio? Hata hivyo hajatosheka bado, ana wasiwasi. Qala rabbi ij'alni aya, hebu nipe dalili basi, ewe Mola nipe nini, nipe ishara yoyote. Nataka ishara, haya nitakupa ishara. Qala ayatuka la tukallima an-nasa thalatha layalin sawiya, atakupa tabu kidogo, utasema na mtu kabisa, funga mdomo wako, piga zipu. Thalatha layalin, usiku mitatu, sio masiku matatu, na hali mzima sawiya, mzima wewe ukamilisha siku tatu bila kusema mtu. Fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab, furaha yenyewe mbio katoa katika mihrabu na wabia watu, lakini ndio hawezi kusema. Sasa kisha sema kwamba nini, tutakujalia aya sasa baada tena kwa ishara na mikono. Qala fa auha ilayhim, fa kharaja ala qaumihi min al-mihrab fa auha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiya, akatoka mihrabuni akakimbilia kwa watu wake, akaashiria kwamba msabihini Mwenyezi Mungu asubuhi na jioni. Anasemeza ndio sasa hiyo furaha yake, mtoto anakuja, lazima watu wangu nao pia nini wafurahi, shukrani kwa Mwenyezi Mungu, wamsabih asubuhi na jioni, au sivyo? Akafahamisha kwa ishara almuhimu, akafahamu. Sawa. Haya, ya Yahya khudhi kitaba biquwa, hapo inakuja tena alipofika ukubwani Yahya, shika kitabu kwa nguvu, biquwa, kwa nguvu, bimaana tekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu na ahadi aliyokupa katika kitabu. Naam, anachokuletea. Tayib, kwa atainahu alhukma sabia, tumempa hukumu na akiwa mdogo kabisa, kijana, tumempa utume. Naam. Sasa hapa kisa cha Zakaria, anaogopa kwamba kaumu yake wasipotee, na ikiwa hajapewa utume wa kurithi kazi yake bwana Zakaria, na huku mtoto Bi Maryam mdogo bado hapo Nabii Isa kisa chake. Kwa hivyo dua zake zilikuwa nyingi sana kuomba, lakini kilichomshtua zaidi au kilichomchangamsha zaidi, akaombe kumwona huyu anayemlea Maryam, chakula kingi kinakuja kwa riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu anatoa, basi wacha niombe. Ndio hapo akaomba, akabashiriwa kwa atapata mtoto Yahya. Kwa wakati Maryam yuko mdogo, bado hajafikia umri wa kwamba amaolewe apate mtoto, na huku Zakaria akaenda kuomba akapata mtoto. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yahya uko mbele zaidi kuliko kwa Nabii Isa. Kwa hivyo Yahya amepewa atenao alhukma sabia, tumempa ujanani mdogo bado, pengine miaka 15, 16, 17 au alam, alipopewa utume. Huku baadaye Bi Maryam na kisa chake cha kuja Jibril na kumpulizia roho min Allah, na kwamba nini, ni kwamba apate mtoto bila kuwa na mume, inakuja baadaye akazaliwa nani, Isa alayhi salam, inakuja baada ya nini, baada ya Zakaria.
Kwa hivyo mtume wa mwisho katika mitume wa Bani Israil Zakaria, akifuatia Yahya, akifuatia Isa. Ukakatika katika mlolongo wa vizazi vya Yakub, unaishia kwa nani? Kwa Isa alayhi salam, ndiye mtoto wa mwisho katika Bani Israil. Hapo tena kunapita miaka mingapi baada ya kupaishwa kwa Isa alayhi salam? Kunapita miaka ngapi? Miaka 610. Karne 6 na miaka 10 juu, ndio wahi mwingine unashuka, unamshukia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya miaka 570 kuondoka kwa Nabii Isa, ndio hapa anazaliwa mtume. Anayezaliwa huyo atakayekuja kuwa mtume wa mwisho, sio katika kizazi cha Bani Israili, lakini katika kizazi cha Ismail, mtoto wa pili wa Nabii Ibrahim. Kwa hivyo hapa Zakaria bila shaka alifurahi furaha sana kwa kubashiriwa na kupata mtoto, na akashtuka sana, akastaajabu sana, hata akauliza mimi nitapata mtoto vipi na mimi mtu mzima? Almuhimu Mwenyezi Mungu akamjalia kwa njia ya malaika kumfahamisha kwamba nini hii ni Mwenyezi Mungu, hadhi mashiatullah, anapopenda Mwenyezi Mungu, anapotaka lazima iwe na kudra ya Allah, inapokuwa lazima inatendeka chochote kile. Anaposema li shay'in kun fayakun, kinakuwa tu. Kwa hivyo si kitu cha kustaajabisha. Naam. Hakuna kitu kilichokuwa kigumu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Akasujudu Zakaria lillahi hamdan wa shukran, kwa kumhimidi na kumshukuru. Akamwambia Mwenyezi Mungu tabana, anamuonesha alama, akamwambia alama kwamba utaweza utosema na watu kwa siku 3. Akamsabihi asubuhi na jioni, yote kwa furaha yake. Mwenyezi Mungu akamjalia kwamba apate mtoto, na huyo mtoto Yahya ndio atakayekuwa kushika kazi yake baadaye. Hapo tena Zakaria jua uzima wake, lakini ile furaha aliyokuwa nayo kwamba alhamdulillah, Mwenyezi Mungu amenipa kwa wakati munasib anapotaka mwenyewe Mwenyezi Mungu. Mimi napiga kelele naomba kila siku miaka yote, lakini mwaka ulipokuwa utuzimani tena Mwenyezi Mungu akanijalia watoto. Basi hivyo ndivyo anaopanga mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Taban kwa furaha yake mpaka alilia kwa furaha, akasali salatu shukru lillah kwa kuwa amebashiriwa kupata mtoto na Mwenyezi Mungu alipojibu da'wa yake, dua yake. Kwa hivyo Zakaria alikuwa anasubiri kwa hamu sana kuzaliwa kwa Yahya. Yahya alayhi salam akazaliwa. Hajajalia mtoto kama Yahya kabla yake, lam yaj'al shabihan wala mathila min aljamal wal khuluq. Uzuri wake na tabia zake alikuwa ina pekee huyo Yahya. Naam. Na Mwenyezi Mungu amempa hanan, mapenzi katika nafsi yake, na mapenzi haya min ladunhu, kama ilivyokuja katika aya, mapenzi special kutoka kwa Mwenyezi Mungu, kamtia imani ili apende wazee wake na awe mtu wa kheri kabisa. Fakana aliman zahidan yuhibbu rabbah, alikuwa alim kubwa mwenye kuabudu na kumcha Mwenyezi Mungu kupita mipaka, na watu walimpenda sana Yahya alayhi salam hubban adhiman. Kwa unajua kwamba hata tuyur wal wuhush, ndege na wanyama na jangwa lote na majabali na milima yote ilikuwa inampenda Yahya. Na moja katika sifa za Yahya ilikuwa kusema kweli, as-sidq. Kana musaddiqan bi kalimatin min Allah, Allah amemjalia kwamba mtu msema kweli tu. Na hizi ndizo tabia za mitume wote wanapokuja kabla kupewa utume, wanajaliwa kuwa na sifa hizi, sidq wal amana. Na tunaona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa mashuhuri kwa nini? Kwa ukweli wake na uaminifu wake. Hata jina lake watu wakalisahau kwa ni Muhammad, wakamuita as-sadiq al-amin, as-sadiq al-amin. Kadhalika Yahya alikuwa na sifa hizi. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu amemjalia kwamba apate malezi mazuri sana, awe mwenye kuabudu sana, awe mwema sana, mwenye kusabih bihamdi rabbi sabahan wa masaan. Halafu kisha akajifundisha akusoma Taurat Yahya,
na kutekeleza ya maamrisho yaliyokuwa ndani yake. Atoka utotoni alikuwa mukhlis katika ibada ya Mwenyezi Mungu, kumwabudu Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo akakuwa akiwa mtu salih, mtu mwema mwenye kuabudu, na alikuwa hamuogopi yoyote katika njia ya kusema la kweli na haki. Alikuwa akisema tu, hakuna yoyote ambaye alikuwa akimogopa katika kusema. Alikuwa haogopi kuadhibishwa, alikuwa haogopi jeuri yoyote mbele ya kauli ya haki. Mwenyezi Mungu nada Rabbul Izzati Yahya alayhi salam wa qala lahu, Mwenyezi Mungu anamwambia Yahya, ewe Yahya, khudh alkitaba biquwwa, kamata kitabu hichi kwa nguvu. Ya Yahya khudh alkitaba biquwwa, kishika kitabu hivi kwa nguvu, yani utekeleze maamrisho yake, siwache hata moja katika haya. Wa atainao alhukma, na tulimpa hikma sabia akiwa mtoto, au bimaana tukampa na utume. Imekuja amri kwa Mwenyezi Mungu kwamba yeye akipitie kitabu cha Taurati akisome vizuri, kwa sababu ndani yake mna sheria ya Allah, na wajibu wake yeye ajue zote sheria zilizokuwa katika kitabu kile. Ikawa anasoma na kujifundisha kaifa yahkumu baina an-nas, vipi kuhukumu baina ya watu kwa uadilifu, ili awe kadhi mwadilifu. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu akampa al-hukma sabia, akampa hukumu akiwa ni kijana, akawa na hukumu baina watu, na wabayana lahum asrara dinihim, na kuelezea mambo mengi ya siri ya dini ambao watu walikuwa hajui. Kwa hivyo watu wakaanza kujua na kufuata njia iliyokuwa sahihi kutokana na nini? Na mwelekezo wa huyu kijana ambaye Mwenyezi Mungu alimpa hikma akiwa mdogo bado. Na pia katika haya alikuwa akiwahadharisha sana wasije wakapita njia ya makosa, njia ya kumuasi Mola. Hivi ndivyo kukua kwa Yahya, na alipokuwa mkubwa alayhi salam, elimu yake imezidi, na Mwenyezi Mungu amemzidishia rehema juu yake, na mapenzi yake kwa wazee wake yamezidi. Wa hananan biwalidayhi, alikuwa mwenye hanan na mwenye mapenzi na huruma kwa wazee wake wawili, kama ilivyokuja katika nini, katika Qur'ani aya 13 sura Maryam, wa hananan min ladunna, tumempa hanan, tukampa huruma kutoka kwetu. Mwenyezi Mungu asema wa zakatan, na tukampa utakaso kutoka kwetu. Wa kana taqiya, na alikuwa mcha Mungu. Wa barran biwalidayhi, alikuwa mwema kwa wazee wake wawili, baba na mama. Walam yakun jabbaran asiya, wala hakuwa jabari mwovu mwenye kunyang'anya na mwenye kudhulumu, wala hajawa mwenye kuasi. Wasalamun alayhi, na amani iwe juu yake, yauma wulid, siku alizaliwa, wa yauma yamut, na siku atakayokufa, wa yauma yub'athu hayya, na siku ya kufufuliwa kutoka kaburini. Hichi ni kisa cha Nabii Yahya na kuzaliwa kwake. Naam. Kwa hivyo Yahya alipenda sana watu, wala hakuwa anachukiwa hata kabisa, hakuwa kichukiwa. Yahya namna gani alipokuwa katika ibada? Kana yakhruju ila jibali wal huqul was sahra, anakwenda kwenye milima, anakwenda kwenye mabonde, anakwenda jangwani, hukaa kule muda ya anamwabudu Mwenyezi Mungu, wa yataamal, na kukaa kufikiri katika makhluqati Allah, katika azamatu khalqihi, utukufu wa Allah, na kuumbwa kwa vitu hivi, kwamba bila shaka huyu Mola aliumba vitu hivi vyote. Alikuwa mtukufu sana. Kwa hivyo alikuwa sana ameshughulisha katika ibada. Na Yahya siku moja ametoka kwa watu, akaambia, baada ya kukusanya watu da'wa sasa, ودعاهم إلى عبادة الله، نكوانبيه ومعبود الله. فقال إن الله عز وجل
amarani, hakika Mwenyezi Mungu ameniamrisha bikalimatin a'malu biha, ameniamrisha maneno niatendee, niyafanyie kazi. Wa amurukum an ta'malu biha, na mimi nakuamrisheni na nyinyi mfanyie kazi maamrisho Allah, nayo ni an ta'budu Allah azza wa jalla wahdahu la sharika lahu, muabudu Allah peke yake, msimshirikishe. Faman ashraka billah, yote atakayemshirikisha Allah, wa abada ghayrahu, na kenda kumwabudu mwingine asiyokuwa Allah, fahuwa misli abdin ishtarahu sayyiduhu, mfano wake mfano wa mtu mtumwa amenuliwa na bwana wake, faraha ya'malu wa yuaddi thamanu amalihi li sayyidi ghairi sayyidihi, baada kunuliwa na bwana wake anakwenda anatenda kazi sehemu nyingine kumfanyia mtu mwingine asiyekuwa bwana wake, anampa thamani ya utumwa wake kwa kunuliwa, anakwenda kuwa mtumwa kwa mtu mwingine ambaye hana haki. Na hiyo ndio maana yake. Mwenyezi Mungu amekuumba na amekupa siha, amekupa kila kitu, baada ya kumwabudu wewe upenda ukamshirikisha na kumwabudu Mungu mwingine, basi mfano wake ni kama hivi. Naam. Ayukum yuhibbu an yakuna abdan kadhalika al-abd, nani anapenda katika nyinyi kuwa mtumwa kama huyo mtumwa aliyenuliwa na huyu akaenda kufanya kazi kwa yule kumtumikia? Taban. Naam. Kwa hivyo Yahya alikuwa akiwalingania watu katika sala na khushu katika sala, akawaamrisha wafunge na akaambia kwamba umuhimu wa funga kwa Mwenyezi Mungu, na akaamrisha wamdhukuru Mwenyezi Mungu sana. Taban ametekeleza wajibu wote Yahya mbele za watu kama mitume wengineo waliotumwa katika kaumu zao, lakini alipokuwa anafanya hilo, falamma anha hadithahu wa risalatahu, alipomaliza mazungumzo yake kuwalingania watu, kharaja aidan ila sahra, akirudi kwenda katika jangwa. Waqad istadama Yahya bilhukam fi asrihi wa kana almalik yughar min Yahya, akapambana na matatizo kwa sababu mfalme wakati ule alikuwa akimwonea choyo huyo Yahya kwa mapenzi ya watu juu yake. Kwa hivyo akaamrisha mfalme huyu atiwe jela Yahya. Kwa nini? Kwa sababu ile chuki zake juu yake. Kwa hivyo akataka kumtia jela. Farafadha Yahya alayhi salam kwa jambo alilotaka alifanye, alitaka kumtia katika maasi, lakini Yahya akakataa kufanya maasi. Kwa hivyo wafalme ambao walikuwa wakiwaua mitume siku hizo walikuwa kwanza wanatia jela, halafu wanaamrisha watende matendo machafu. Tabana watu wema safi wakubali kutenda matendo machafu, unaniasimie muweni. Hivi ndivyo walikuwa wakifanya. Wayaktuluna anbiya bighairi haqq, wakiua mitume bila haki. Naam, hivi ndivyo kisa kilichokuwa kwa Yahya. Tusimama hapa inshallah, wakati ushakuwa mrefu, tasita hapa, taendelea baadaye inshallah. هذا والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.